Kitu kingine nataka nikufundishe na ujue tu kwamba unatakiwa ujue kazi zako za nyumbani. Miongoni mwa kazi za mke ni kutandika kitanda chake anacholala mumewe. Kama mwanamke anajitambua, umuhimu wa usafi wa kitanda ni jambo ambalo unatakiwa ulipe kipaumbele sana. Sasa kitanda chako kuna aina nyingi za kutandika. Ya kwanza, wakati umeamka mumewe hayupo kaenda kazini, tandika uwezavyo. Kama utakunja sura sawa, kama utalamba ndimu shauri yako. Mradi uko peke yako, tandika kitanda chako na vijua wewe, ili kitanda chako kitandike vizuri na ukiache katika hali ya nadhifu ya usafi. Sasa sio umeamka asubuhi kitanda hovyo, mpaka saa 4 hovyo, saa 5 hovyo, mume anarudi kitanda bado hajatandika. Usiwe hivyo mwali wangu, sawa Aina nyingine ni kutandika kitanda ukiwa na mihemko. Kama una hamu ya kukunwa, basi tandika kitanda chako vizuri na ujitahidi kuweka vitu kitandani ambavyo vitamvutia mumeo kutamani kula tunda. Mfano, weka vitambaa vyako maalum kwa ajili ya kusafisha baada ya tendo la ndoa. Viweke mumeo vione, yani viwe kwenye mpangilio mzuri pale kitandani. Mume akiviona atajua leo kazi ninayo, maana utandikaji huu si bure. Kama mmekubaliana kutumia kondom kwa ajili ya kujizuia na mimba, weka pakiti zako kama 2 juu ya kitanda. Usione aibu, huyo ni mumeo. Sawa mwali wangu? Kwako mume wangu, najua utachukia kuondoka kwangu, ila nimeondoka kwa kunusuru nafsi yangu. Sikuwahi kukupenda hata kidogo. Nilimpenda ni Thabiti, ambaye ndiyo mwenye mimba yake na sio wewe. Nimejaribu kuonyesha upendo, lakini naona najidanganya. Nimeshindwa, nimeamua kuondoka, kurudi kwa Thabiti. Naomba unisamehe sana. Kama itakupendeza, utaniletea talaka yangu nyumbani kwetu. Uwe na maisha mema. Asante. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Try again later. Nimegundua nilichokuwa namfanyia mume wangu sasa hivi. Nimekosea sana mume wangu. Naomba kuanzia leo mimi na uhusiano basi. Naomba usinipigie simu au usinitumie message. Na namba yangu naomba uifute. Sitaki mawasiliano na wewe tena. Utajifunza mengi, si utani, utafurahia. Si utani, utajivunia. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi dume kwa mafunzo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, kwa masomo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo. Utajifunza mengi, si utani, utafurahia. Si utani, utajivunia.
kwa mafunzo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, kwa masomo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo. Najma. 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 Abe. Kwani nani? Subira. Subira unamjua nini? Ndiyo. Una shida gani saa hizi usiku? Nifungulie. Ni mimi mama. Wenda sasa. Natoka chooni. Vipi, mbona usiku sana? Shoga yangu, naomba uniache saa hizi usiku. Tutazungumza kesho asubuhi. Na maana nisikia vibaya. Pole sana. Asante mpenzi. Pole. Sasa unaweza kupumzika kwa sogea hivi. Mpenzi, asante. Mama, Pole. Ni kuzishika hizo. Pole. Asante. Uwe na usiku mwema. Asante nawe pia. Subira. Wewe umeshaamka? Acha tu nimeamka muda. Kasema nisikuamshe kusumbua, ngoja kwanza mkaandalie chai. Wala usijali. Nimeamka hapa naangalia sioni mtu. Nikasema huyu wala simuiti. Nikaogopa kuita. Kwa nini sasa? Vipi mama yupo? Mama ametoka. Ametoka hapa hii asubuhi. Kurudi jioni. Maana si unajua tena ana heka za kutayarisha. Sababu mimi ni mwari. Kwanza unataka kuolewa na nani? Na mtoto wa mzee Guzo. Hongera. Asante. Hongera sana mpenzi. Asante. Kama nilivyokuambia jana usiku. Tutaongea asubuhi. Lengo langu la kuja huku ni kwa namtafuta Sabiti. Nimemtafuta jana, nimemkosa. Nimeenda nyumbani kwake. Nimegonga muda mrefu. Lakini hakuja fungua mlango. Hebu niambie, Sabiti yupo, amehama au ameshaoa? Maana si unajua ninavyompenda Sabiti. Na lengo langu la kutoka huko nimekuja kwa ajili ya nataka tuishi wote. Kwa sababu hata hii mimba ni ya Sabiti. Sabiti alikuja mjini ndo akanitia mimba. Sasa nimeona ya nini niendelee kukaa na baba watu ikiwa mimba sio ya kwake, sio vizuri. Ndio maana nimekuja kumtafuta Sabiti nimwelezee ili tuishi wote. Sabiti
alipotoka mjini akaja hapa kijijini, alianzisha biashara ya kuuza chips. Alifanya ile biashara kwa siku kadhaa tu. Mara akaumwa ghafla. Atapika damu. Ikawa haeleweki. Hatimaye Sabiti akafariki. Unasemaje? Sabiti amekufa? Ndio. Subira. Usilie. Taratibu, subira. Usije ukajaza watu. Na wewe umesema kwamba iwe siri, watu wasijue kama umefika hapa. Sawa. Usilie. Sawa. Na kaburi lake lina siku nyingi sana. Kama unataka kwenda kuzuru, liko hapo mkono wa kushoto tu. Usilie. Sawa, asante. Tutaonana. Sawa. Nakutakia ndoa njema. Karibu baba. Asante. Karibu sana. Nimekuja. Karibu. Ujio huu ni wako. Nina jambo linanizonga akili, linanisumbua. Nikasema kwa sababu gani nipate shida? Na huyu mtoto wangu huyu. Nani, Huseni? Huseni. Haya, kafanyaje tena Huseni? Sio, miaka imeenda. Miaka imeenda mwenzangu, simoni kuwa simama na mwanamke, sisikia habari ya kutaka mwanamke kuoa, unaona? Mpaka hadi mimi nikafanya maamuzi ya kumposea huko. Tayari mwanamke shapatikana huko, anajua kila kitu huko ukweni huko, ila Huseni mwenyewe ndio hivyo, nataka kumfanya surprise, unaona? Lakini nikaona kwamba hapana, ngoja nije nikushirikishe kupata ushauri kutoka kwako, kwa sababu watu wa siku hizi, unajua wewe saa nyingine unaweza kumpa mwanamke akamkataa, sababu watu wa siku hizi wataka wanawake wachague wenyewe. Yote hayo wamenifanya mimi nije kwako kuomba ushauri. Kaniambiaje? Sawa, mimi nimekuelewa, ila tu hii kwenye hii surprise na uhakika utakuwa hujampa taarifa kwamba ana mchumba. Ndio. Kwa hiyo kinachotakiwa ukae naye chini baina wewe na yeye, umweleweshe kwamba akae ajue kwamba sasa anatakiwa kuitwa mume mtarajiwa, kuliko kufanya tu vupu kumwozesha bila taarifa, kwa sababu watoto wengine wanaweza wakampeleka tia kumwambia mimi simtaki. Je, huoni kwamba inakuwa ni shida? Umenisaidia sana. Kwa hiyo kaa naye, ongea naye kwa upeo sana. Nafikiri Huseni hana tabu, atakuelewa. Asante, umenipa ushauri mkubwa sana na kushukuru. Asante sana. Na jengine kuhusu hiyo ndoa yake, mtafutie kungwi. Kweli mtafutie kungwi. Sasa hivi watoto wetu wao utamwozesha bila kungwi, baada ya siku chache kaacha mke. Mara sasa ndo umemfungulia, sasa leo ana huyu, kesho ana huyu. Lakini ukimtafutia kungwi, akipata somo vizuri, basi nahisi kila kitu kitaenda sawa. Basi umenipa ushauri mzuri. Nilikuwa sasa hivi na furaha sasa. Maana nimeshatoa mzigo, nilikuwa na wasiwasi sana, na kushukuru. Sawa baba. Haya, mimi naondoka. Haya, karibu sana. Asante. Karibu sana baba. Jamani, haya za asubuhi kungwi dume. Nzuri za kwako. Nzuri. Umemkaje? Salama tu, sijui wewe uko nyumbani. Namshukuru Mungu. Yaani mguu ulikuwa nakuja kwako. Tuongozane. Hapana, bora tumekutana hapa, tumalize hapa. Sawa, haina shida. Haina shida. Nikusule binti yangu bwana. Nani? Najma. Najma. Sasa nilikuwa nataka umfanyie mambo. Umfunde yule, nikupe mwari. Unaozesha. Naozesha. Wacha wewe.
wewe asikie tu haya mambo bwana. Yaani nataka umfanyie mambo kweli kweli. Wajua mambo? Sawa, kwangu ina shida. Sasa siku 2 karudi nyumbani. Yaani hizo Labda nikuulize Mwanajma. Hivi katika kijiji chote hiki ushawahi kusikia mwali aliyepita kwenye mikono yangu katoa boko? Hata siku moja sijasikia, na ndio maana nimekuja kwako. Basi kwamba sina mbambamba, upo kwenye mikono salama. Unavyokuja ndivyo nitakavyokupokea. Basi nakwambia ni nataka unifanyie mambo kisawasawa. Umeona? Sawa. Nikamilishie na lini? Kesho uanze. Kesho. Haya basi ufanye miamala kabisa. Wala usijali. Lete. Namba yako si ile? Namba ni ile ile. Namba ni ile ile? Yaani sasa hivi mzigo utaingia. Basi fanya maneno. Tusongee sana. Tusongee sana Basi hamna neno, ngoja mimi niende. Ndio. Tutaonana. Ina sasa mimi naona nirudi tu. Basi tuongozane. Haina kwenda hivi. Sawa, tunazetu. Kama unaenda kwa mashoga zako huko wale ambea wale sawa. Yaani nataka kwamba niwaalike. Nataka niwaalike mpaka washangae. Shubutu. Nikisha kutumia pesa, mimi nitadai taraka. Alafu tutakuja kuendelea na maisha yetu. Usile basi. Naomba niahidi kitu. Kwamba ukienda hautaweza kufanya kitu chochote kile. Niahidi. Bichi, unajua kabisa hiyo itakuwa ni ngumu kwa sababu nishakubali kuolewa. Nilijua. Ila nakuahidi sitashika ujauzito. Sitakubali mimba ingie. Tarudi. Nakumbuka ahadi tulikuwa tunaidiana. Nakumbuka. Nakumbuka. Tena nakumbuka vizuri tu mpenzi. Lakini unajua ni kiasi gani ambavyo mimi naumia? Kila sehemu ndani ya mwili wangu inauma. Ndio. Lakini isije kawa umeshawishika huko alafu na mimi ukanisahau. Thabiti, mimi siwezi kukusahau. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu sitaweza kukusahau. Kwa nini? Kwa nini Thabiti umeondoka? Mimi nimekuja kwa ajili yako Thabiti. Thabiti, mimi nimeondoka kwa mume wangu kwa ajili yako. Leo hiyo umeondoka moja kwa moja jamani. Thabiti, mtoto nitamleaje peke yangu mimi jamani? Nitamleaje huyu mimi? Mungu wangu nisaidie mimi jamani. Mungu nimekosea. Thabiti wangu nisamehe, mimi sikujua jamani, sikujua Thabiti kama
Najma. Najma. Ma. Njoo mwanangu. Nabe mama. Mwanangu, nimekuita hapa, nimechoka. Nimezunguka kijiji kizima hiki kusema shughuli yako wewe. Kesho unaekwa ndani, Kungwi anakuja hapa. Ataka kufundisha Kungwi na kuomba mwanangu kazingatie. Nimetoa hela zangu chongo nzima kumlipa ile Kungwi. Kwa hiyo usipozingatia atakuwa amenipa hasara mimi. Na utanitia aibu mimi. Utakapoenda huko kwa mume, ukaachika siku 2 na mapiko yako karudi hapa, utanitia aibu. Ukazingatie maneno utakayoambiwa na somo wako. Upo? Mama. Usije kanitia aibu mwanangu. Na katika jasho na kuangaikia kwa hali na mali. Uende kwa mumeo ukakae ukadumu. Ukatulie na mumeo, ukamsikilize mumeo. Mengi watakwambia masomo yako, ukasikilize maneno watakokuambia. Ukirudi ni aibu kwangu mimi. Ukampende mumeo, ukawapende mefi zako. Ukawaheshimu wakubwa watakuwa kuta huko. Hiyo ndio itakuwa heshima kwangu. Umenielewa? Ndio mama. Anda kalete chakula tule. Sawa. Mwali. Haya. Za huko? Nzuri, za kwako? Nzuri, ya jambo huko. Tunamshukuru Mungu, sijui hapa. Tunashukuru. Naona safari ya kisimani. Hamna hata maji, waona mando yote. Kwa nini nifanye sharp? Nikalete maji. Lakini huko ndani tayari nimeshafanya kama walivyoniagizia. Nimeshaweka mafiga huko ndani. Na bibi utamkuta huko ndani. Wewe nenda tu. Kaendelee. Kwa nimechelewa nimewahi. Umewahi. Wewe nenda kaendelee, mimi ngoja niache nile kisimani. Sio nikusubiri. Wewe kaendelee na mambo yako. Sawa. Haina shida. Asante. Sasa hivi narudi. Mwali wangu, mwanamke unatakiwa uwe na mafiga matatu na ujue kuyatumia vizuri, ili ukibandika chungu chako kisidondoke. Tunajua likidondoka figa moja huwezi kubandika chungu chako. Sasa usidanganyike na misingo atakayokuja kukupotosha. Sijui la kwanza la mumeo, la pili uwe na bwana unayemchuna, na watatu atakaye kutimizia mahitaji yako. Huo ni uongo na upotoshaji kujifanya wanajua, kumbe ni misungo tu. Hata unyagoni hawapajui. Sasa haya ninayokupa ndio maana mafiga matatu. Sawa mwali wangu? Haya, la kwanza ni mumeo, na la pili ni ndugu wa mume, yani mawifi na mashemeji, na figa la tatu ni wazazi wa mume, yani wakwe zako. Hivyo basi figa la kwanza unatakiwa kuishi nalo kwa upendo na kumtendea mema, yani ukilima shamba uwe na bustani, na ukiwa na ndoo unatakiwa uwe na kigeleni kulingana na eneo uliopo, na ukipika wali upembue mchele na zile chenga unazotoa uzitunze, ili siku ukiwa hakuna mchele upembue zile chenga na upike badala kuzimwaga. Sijui mnanielewa mwali wangu? Maana nimeongea kwa kuficha ficha hapo. Na la pili unatakiwa kuishi nalo vizuri, maana bila kuwa na maelewano na ndugu wa mume utakuwa na changamoto kwenye ndoa yako. Siku zote mawifi ndio kiboko ya mume. Ogopa sana mawifi akimjaza upepo mumeo. Upo Haya, la tatu ni heshima kwa wazazi wake ama mzazi wake. Ukiwa na heshima kwa wazazi wake na kuwapenda, basi hapo utakuwa umetumia uchawi mkubwa kwa kumfanya mumeo akupende. Nikupe siri moja tu ya huu uchawi. Atakapokuja mama yako nyumbani kwako, kama ulipika chakula kwa ajili ya mumeo, mnyime. Ili atakaporudi mumeo akikuta chakula kimeisha na ukampa sababu kuwa alikuja mama yake na ukampa chote, basi mwanaume ataona unapenda sana wazazi wake, na mwanaume atazidi kukupenda. Vile vile mama yako hataweza kuchukia kwa sababu anajua nini unafanya. Ila ogopa sana mwanaume akiwa anamshirikisha kila kitu mama yake na ndugu zake, basi utakuwa umekwisha.
maana upo ndani ya nyumba tu kama kinyago cha mpapule. Upo mwali wangu Haya. Kitu kingine nataka nikufundishe na ujue tu kwamba unatakiwa ujue kazi zako za nyumbani. Miongoni mwa kazi za mke ni kutandika kitanda chake anacholala mumewe. Kama mwanamke anajitambua, umuhimu wa usafi wa kitanda ni jambo ambalo unatakiwa ulipe kipaumbele sana. Sasa kitanda chako kuna aina nyingi za kutandika. Ya kwanza, wakati umeamka mumeo hayupo kaenda kazini, tandika uwezavyo. Kama utakunja sura sawa, kama utalamba ndimu shauri yako. Mradi uko peke yako, tandika kitanda chako na vijua wewe, ili kitanda chako kitandike vizuri na ukiache katika hali ya nadhifu ya usafi. Sasa sio umeamka asubuhi kitanda hovyo, mpaka saa 4 hovyo, saa 5 hovyo, mume anarudi kitanda bado hajatandika. Usiwe hivyo mwali wangu, sawa Aina nyingine ni kutandika kitanda ukiwa na mihemko. Kama una hamu ya kukunwa, basi tandika kitanda chako vizuri na ujitahidi kuweka vitu kitandani ambavyo vitamvutia mumeo kutamani kula tunda. Mfano, weka vitambaa vyako maalum kwa ajili ya kusafisha baada ya tendo la ndoa. Viweke mumeo vione, yani viwe kwenye mpangilio mzuri pale kitandani. Mume akiviona atajua leo kazi ninayo, maana utandikaji huu si bure. Kama mmekubaliana kutumia kondom kwa ajili ya kujizuia na mimba, weka pakiti zako kama 2 juu ya kitanda. Usione aibu, huyo ni mumeo, sawa mwali wangu? Na kama kuna mtu ambao mumeo anaotumia kukuweka kiunoni wakati wa tendo, uweke vizuri. Weka hata na ujumbe juu yake, au weka ujumbe kitandani na tandika kwa maandishi makubwa. Leo nataka kukunwa vizuri mume wangu, naomba unikune mpaka nilie baby, na kupenda. Na kama mume yupo, tandika kitanda chako wakati akiwepo. Tena vizia muda ule wa kulala. Fumua mashuka yako makusudi, uanze kutandika mengine ya kulalia, ili mumeo aone manjonjo yako na ajue kuwa leo unamhitaji. Lengo ni kupandisha hamu ya mumeo wakati wewe unawashwa na unahitaji. Utandikaji huu jitahidi uwe umevaa nguo nyepesi kama mtandio hivi au night dress au chupi. Anza kuzunguka taratibu na kuanza kutandika kwa mikao ya kumtegatega mumeo. Tena hakikisha makalio na muangalie muda wote kujitingisha kutandika kitanda, huku kimwongelesha maneno matamu ya kumvutia mumeo azidi kukupenda. Mengine jiongeze bibie, sawa Nimekufunda machache tu ili udumishe ndoa yako, ambao ukimfurahisha mumeo basi ndo pepo yako. Maana siku zote wanawake pepo yao iko chini wanaume zao, sawa? Haya. yako, iwe umbweni na mini mbweni, funguza mawazo yako, icho uchekunda nami nina nacho, icho uchekunda nami nina nacho icho uchekunda nami nina nacho, icho uchekunda nami nina nacho icho uchekunda nami nina nacho, icho uchekunda nami nina nacho Shaunze. Marhaba. Habari za hapa? Nzuri. Habari za shamba? Za shamba nzuri, lakini wale wadudu bado wanasumbua, wale tumbiro wale.
bado nasumbua kwa kweli, lakini mazao yanaendelea vizuri. Nilikuwa na neno na wewe. Naam. Nataka kupeleka jandoni. Jandoni? Kwani kuna tohara mbili baba? Hakuna tohara mbili, kuna tohara moja. Ila hii tohara nataka kupeleka jandoni kwa ajili ya mafunzo. Mafunzo ya nini? Ya ndoa, jinsi ya kukaa na mke katika ndoa. Sawa, lakini hiyo ndoa yenyewe baba sijajua namuoa nani. Taratibu zote za dini nishamaliza. Limebakia jambo moja tu, nimekutafutia binti wa kumwoa. Mimi kwa hili jambo la kuoa, nadhani ungenipa nafasi mimi nitafute yule mtu ambaye naweza nikaishi naye mimi. Nikuletee tufanye taratibu hizo za ndoa ili niweze kuishi naye. Lakini kwa hili jambo ambalo nataka niwe mke ambaye umemtafuta wewe mzee, hayo mambo mzee alikuwa kizamani, sasa hivi hamna. Lakini kwa haya mambo unataka wewe ya kulazimishana kuwezana mwanamke ambaye mimi simfahamu, mimi siko tayari kuoa mzee. Hujui kitu, wewe hujui kitu kabisa. Haujui kitu. Mimi ndio ninajua taratibu ya mwanamke ambaye unapaswa kumwoa. Najua na familia gani. Mimi nataka kukupa mke bora. Unakuwa mpumbavu. Spendi, lazima utaoa. Shada nyenye silaha ni sababu stili tu kwa muda. Kwa sababu huko omuka kila mtu ananisema mimi. Majirani wote wananinyoshia vidole mimi. Sijui kaenda kuolewa au kakaa hata miezi 4 haijafika. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa naomba tu nistiri. Mimi nikwambie karibu. Tena karibu sana kwangu. Karibu wala sikukatai. Lakini wazazi wako ndio wanakusababishia yote haya. Niliwaambia mimi mtoto kashapata mume. Utafutiwe kungwi. Kungwi wa nini? Sisi uko kwetu pia tumeona bila kungwi. Wanaume wa huku na huko ni tofauti. Sasa kiko wapi? Miezi yako ni hii. Mama uko nyumbani umerudi. Ndio mnyizira ilio wasaidie. Naanza kundaumu. Mimi kwetu kabisa unajua hayo mambo hamna. Mambo sio ya kupelekwa kwa fundi, sio kungwi kufundwa hamnaga hayo. Sasa hivi hapa badao ni stiri unaanza kunilaumu sasa. Mimi sija kulaumu. Nimekwambia mama yako ndo mwenye makosa. Nilimwambia mimi. Kwa somo jamani apelekwe huyu mtu kwa kungwi. Wanaume wa Kitanga wana tabu. Kungwi wa nini? Sijui sisi tumeona mbona hakuna ukungwi. Huko bara na huko ni tofauti. Huko wanawake wa kibara kila mtu achunga mumewe. Kila mmoja achunga mumewe. Sasa wewe umeenda Zuba mume akachukuliwa na wenzio wajanja wanajua kupeti wanaume. Mwanamume wa Tanga ataka kupetiwa, ataka kuangaliwa, ataka kubembelezwa, adekezwe kama mtoto. Vile unavyomlea mwanao na yeye umlee hivi. Sasa wewe umeweza? Niambie ndani ya miezi 3 goma limerudi nyumbani. Sasa dada, wewe una uhakika gani kama mimi nilikuwa sifanyi? Yote hayo nimefanya. Ila tu wewe unapenda kusikiliza tu maneno ya watu. Hayo yote sio ya ukweli. Ungeyafanya ungerudi hapa nyumbani. Mbona kuendelea kukaa? Mimi nina ndoa ndani ya miaka 25. Vijikundo kama hivyo viona. Sina hata shida, wasiwasi sina. Sio anza kunitambia hapa. Na kutambia nakwambia ndio upambane. Maisha ni mume. Mume ataka asubuhi aangaliwe, mume ataka asubuhi aandaliwe, mume huyu ataka kila kitu afanyiwe. Leo ataka akija usiku chakula hicho hapo. Bado umempa mtoto wako uliomzaa. Ndoa tamu ukijua kuienzi. Upo. Mimi mume wangu hajui kibanda changu akile kitoka. Sharti kwanza niangalie mume wangu kavaaje. Mume wangu katoka kavaa nini? Kala nini asubuhi? Yaani mume wangu kuondoka bila kunywa chai. Labda niwe sipo, lakini nikiwepo. Haya bwana mimi ngoja nikapike. Sio ukapike, sijamaliza na wewe. Yaani ninachokitaka mimi, kaa ukaavyo, nikutafutie somo ili uwe na akili. Ukae kwenye ndoa. Bwana nishachoka. Kwa hiyo ataka ukae hapa udagedage tu. Si ndio hivyo? Nimeshachoka mimi. Mwenzangu kwa hilo wala sio kweli. Mimi mume wangu akija hata saa 5 za asubuhi nabandikana naye. Na wewe ukiwepo uniimeraa. Sio kweli dada. Haya bwana. Ngoja nikapike. Nikuchumbire chochote utakachojaliwa wewe pika tu. Mkatae ndoa huko kwa ujinga wenu. Haya, siku hizi watu wamebadilika. Makabila yote watu wajipanga sasa hivi. Mwanaume wote kaenda kaa naye kama wakaa na babako mzazi ni nani?
Tuacheni tukae kwenye ndoa zetu babu we. Najma. Nani? Mimi Subira, nifungulie. Mimi nilijua tayari umeshaondoka. Bado nipo. Leo kufungulia rafiki yangu itakuwa ngumu sana, kwa sababu tayari nimeshawekwa ndani na kungu wangu huwa asubuhi anafika hapa, na pia utanisababishia matatizo. Samahani sana rafiki yangu, sitoweza leo kufungulia mlango. Nitaondoka asubuhi sana. Ni ngumu hiyo rafiki yangu. Peke yake moyo hauna furaha, kamkumbuka mume wake wala anara. Analia peke yake moyo hauna furaha, kamkumbuka mume wake wala anara. Analia ukiwa imemtenga dunia, akikumbuka alivyoambiwa zinamjia hisia. Ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka, ameumbuka Guga. Guga. Wewe ni nani? Subira. Subira? Subira mama Habiba. Naomba unifungulie. Za saizi. Salama. Vipi? Mbona usiku namna hii? Samahani kwanza. Hapa ndani uko na nani? Niko mwenyewe. Okay. Mimi niko naomba hifadhi ya siku 2 tu. Ya 3 naondoka. Yaani unamaanisha hapa ndani? Ndiyo. Sasa Subira, wewe mwenyewe kama unavyojua, mimi nina chumba kimoja pamoja na kitanda kimoja tu. Sasa itakuwaje? Usijali Guga. Mimi nitalala hata chini. Yaani wewe kuwa na amani tu. Mbona kama mtihani Subira? Usijali, wewe kuwa na amani. Ila naomba usimwambie mtu yoyote. Unanipa mashaka? Hamna. Basi sawa. Nitakusaidia, karibu. Asante.
Wenyewe umu, hodi. Kungwi dume. Yeye. Upo. Na shida. Nduguzo. Asalamu alaykum. Salama, alaykum salam. Nilikuwa natoka shamba, nimeamua kupitia hapa kidogo kwako. Ndio karibu. Na shida. Shida yangu ni kuhusu kijana wetu. Yaani yule kijana wangu. Umpeleke jando. Kwani hajafanywa tohara? Kishafanyiwa, lakini masuala ya jando bado. Si unajua jando ni kufundishwa mambo ya ndoa. Kwa hiyo nakutegemea wewe ili ukamfunze mtoto wetu yule kijana wangu. Anataka kuoa. Atakuoa. Sawa. Na mambo mengi, kama mawili. Lakini sawa, nimelipokea. Asante. Mimi nitalishughulikia. Nashukuru. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Ila usisahau kwenye usijali kuhusu maswala yao lazima. Basi na shida. Asante sana, asante. Nashukuru. Haya mzee. Haya, asante. Subiri. Niambie Guga. Samani. Najua nimekuacha hapa peke yako, ila unajua mihangaiko. Usijali. Mimi niko sawa tu. Vipi lakini hali yako? Nashukuru. Kwema. Kwema. Ila Subira. Unajua kuanzia jana umeingia, tumeshindwa kukaa chini na kuongea kitu chochote. Na isitoshe jana uliingia hapa ukiwa hai, yani vurugu. Sasa nilikuwa nataka nijue vipi huko unakotoka ni kwema? Unajua Guga, mimi tangu nimeolewa na mume wangu sijawahi kumpenda hata siku moja. Mapenzi yangu yalikuwa kwa Thabiti. Kwa Thabiti alikuja mjini kuja kunitembelea. Nikaga kwa mume wangu kwamba naenda wapi? Naenda kwa shangazi. Nikawa niko na Thabiti. Tulikaa na Thabiti akaondoka zake akarudi huko. Mimi nikarudi kwa mume wangu. Nilipojigundua kwamba nina ujauzito. Kwa hiyo hii mimba ni ya Thabiti, wala sio ya mume wangu. Sasa nimeona sio vema kuendelea kukaa na mtu mimba ambayo sio kwake. Ni bora nije kwa Thabiti kumweleza nini ukweli. Kwa sababu Thabiti mwenyewe mwanzo nilikuwa nikimpigia simu niko kwa shiki simu zangu. Baadaye nikimpigia simu haipatikani. Nikaona ni bora tu nije huko. Sasa nimekuja. Ndio taarifa ndo kama hizo, Thabiti amefariki. Yaani hapa sielewi chochote. Mamangu hajui kama mimi mjamzito kwa sababu yule mume aliniambia kwamba nifanyaje? Nimwambie mama, nisimwambie chochote mama kama mimi mjamzito. Walitaka tuwafanyie surprise. Lakini matokeo yake nimeondoka kwa yule mume, mama hajui chochote. Sasa sijui kama mama alimpigia mama kumweleza mimi mjamzito au vipi. Na ndio maana nakwambia sitaki mtu yote hapa kijijini ajue. Kwa sababu yangu ulikuwa nije nionane na Thabiti tukae tuyajenge, afu ndo watu wajue kama nimekuja kijijini. Sasa kama ndio hivyo, bora mtoto asijue mpaka nitakapofanya maamuzi yangu. Pole sana Subira. Asante. Usijali, yatapita tu. Vipi? Nikuandalie chakula au? Hapana, hata usijali Guga. Kwa sababu hata mimi kula sina. Yaani sina chochote ninachojilazimisha kula. Chakula kipiti. Mimi naona ningekuandalia ili usikae na njaa. Unajua njaa nao sio nzuri. Alafu pia isitoshe, unajua hapa amani wala hamna shida yoyote. Kwa hiyo ni vyema kama nikakuandalia chakula ukala. Unajua kwa hali yako jinsi ilivyokuwa.
Usijali, umesikia? Acha nikuandalie. Asante. Mwali wangu, unapokuwa ndani na mumeo kuwa na vituko kama nyumba ndogo, kama kaba anayemaliza ufundi ili apate kumchuna vizuri mume wa mtu. Kuwa malaya kwenye mavazi hasa kitandani, habari za kujifanya unaheshima mpaka kitandani zikome. Upo Tabia kumvalia mavazi marefu na mazito ukiwa na mumeo ndani ikome. Tabia kujifanya unakaa ndani wakati mumeo anakula ikome. Sio baba yako yule kusema unamheshimu na kaa mbali naye. Mumeo akila kaa pembeni yake mchokoze kimapenzi. Mara umemshika, mara umemlisha, mara unamchambulia samaki kidogo kuondoa mwiba, mara sijui umkisi, mara sijui shike sikio. Yaani fanya vitu ambavyo yeye mwenyewe ataona raha wakati wa kula. Na nikwambie tu, usikubali hata siku moja mumeo akiwa anakula tu kwa mikono yake yeye mwenyewe. Chukua mkono wako mlishe hata matonge 3, mkisi alafu mwache aendelee kula. Sawa mwali wangu? Na kwenye kula kuna wanawake huwa anakosea. Chukua msala wako, kama utamtandikia mkeka sawa, lakini kwa juu tandika msala wako ili akalie. Chukua sinia lako lipambe vizuri, weka pale na kahawa ulifunika juu, anza kufunua, mlishe mumeo bibi, anakula. Lakini ni usungo mumeo kumpelekea chakula kwenye sahani tu na maji ya kunywa, alafu namwambia, "Kuna mume wangu mimi naangalia TV, ukimaliza niambie nije kutoa vyombo." Haifai mwali wangu. Unatakiwa ujitambue na utambue majukumu yako kwa mumeo, sawa? Na hapo kwenye kula unaweza ukawa unamlisha huku na lemboa macho. Yaani kama unataka kukata roho hivi. Yaani mwanamke, maliza ujuzi wako unapokuwa na mumeo ndani. Kama nje anatekwa kwa vitu hivyo, kwa nini wewe mke usifanye ili yako ya kuendea vizuri? Eti mwali wangu, unatakiwa uishi na mumeo kiubunifu na sio mazoea. Ukileta mazoea tu kwenye ndoa, basi ujue umetengeneza mdudu mbaya kwenye ndoa yako. Kila siku unatakiwa uwe na mbinu mpya. Ukifanya hivyo, katu hawezi kukinai penzi lako. Unaposikia fulani mumewe kamkamata apinduki kwake, wewe unafikiri kamkamata kwa kitu gani? Ni mahaba bibi, upo Mahaba yao mapenzi motomoto ndio uchawi unaotumika kwa mume. Tatizo la wanawake wengi maneno mengi nje, lakini mkiwa ndani mnashindwa kutumia wanamke wenu kujenga ndoa zenu. Usiwe hivyo mwali wangu. Wenzenu yao wanaoendea kwa kuwa wanajituma wanapokuwa na waume zao ndani. Mwanamke unatakiwa ukiwa ndani mdomo uache kuongea maneno yasiyo na maana. Kuna maneno machache mazuri na laini ya kumsisimua mumeo, maneno ya kumchanganya akili yake. Ikiwezekana weka na matendo mazuri, utundu mwingi. Huwa nasema kila siku, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kama utasema, "Sasa nataka nimalize utundu wangu wote kwa mimi baba nimbemende, nimweke mkononi." Mbona unaweza kumbadilisha mumeo akawa vile unavyotaka wewe? Sasa usiwape nafasi watoto 2000. Nakuta vitoto vidogo tu vinamlewesha mume wako kwa vitu vya kipuuzi ambavyo wewe kwako unaviona kama vile havina maana, ila ni uchawi mkubwa kwa mwanaume. Sawa Haya, tutakutana tena kesho. Wenyewe. Oh mama. Shikamoo. Marahaba za hapa. Salama, karibu. Asante. Hawajambo? Jambo za nyumbani. Nzuri. Haya, maendeleo? Tunamshukuru Mungu mwanangu. Ni furaha tu. Karibu sana mamangu. Haya. Nimekuja kukualika bwana. Haya tena. Shoga ukapata mwenzie. Na hivi ninavyokuambia tayari ushamweka ndani tangu jana. Ndio maana simuoni sasa hivi kupita. Mara mwenyewe akipita mpaka aniite mtani yetu taniane tucheke, lakini toka juzi simuoni. Ndio hivyo, shoga yako iko ndani sasa hivi. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu ni mwema. Sasa ninachokuomba uje umpe mali 3 naye.
Mamangu usijali. Kwa sababu ya shoga yangu. Mama nitakuja bila shaka, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Nitakuja kumuona. Karibu sana. Asante. Na leo naona una udobi huo. Mama yaache. Wajukuu wale wote ni wajukuu tu pa. Mimi na mama hamna neno. Mtafanyaje mama, mtaniona hivyo hivyo. Ujukuu mtamu sana. Haya mama, karibu. Asante mama. Haya niende kwa Majuma. Karibu sana. Jamani, shoga yangu wao. Jamani, ni muda mrefu sana. Na mimi sijakuona kweli, muda kweli. Karibu. Asante, umependeza, mashallah, umenyiritika. Umezidi kuwa kitoto. Nilipopata hizi taarifa nikasema nakuja, mguu wangu mguu wako, nije kuona. Nilivyoambiwa huko umewekwa ndani. Ndio, nimewekwa ndani kwa ajili ya ndoa. Sasa hongera. Asante. Tena hongera sana mpendwa. Asante. Kwanza mimi niliolewa. Ila kwa bahati mbaya ndoa yangu haikuweza kudumu. Nimedumu ndani ya miezi 3 tu na nimeachika. Na pale kijijini kama unavyojua, kila mtu anakunyoshia vidole wewe, anakusema wewe. Nikaogopa hata kukaa kule mwenzako. Nikaamua tu nimwombe dadangu, nimekuja kuishi naye. Pole sana rafiki yangu Asnati. Asante. Hata hivyo kijiji kinatufundisha kwamba ndoa si rahisi. Na hata mimi hapa natayarishwa kwa ajili ya ndoa yangu. Unamaanisha unafundishwa jinsi ya kuishi na mume wako? Ndio. Hongera. Ndio, jinsi ya kuishi na mume wangu, kutunza ndoa yangu, jinsi ya kumheshimu mume wangu na jinsi ya kuishi naye pia. Wow. Ndio. Hapo ndo unaponikumbusha kwamba tulimkosea sana dada yetu. Kwa sababu alimshauri sana baba yangu, alinishauri mimi kwamba nipeleke kwa kungwe, lakini kwa bahati mbaya wazazi wangu hawakuweza kusikiliza, iwe baba iwe mama wote hawakuweza kukubali, na mimi sikuwa na namna. Kwa hiyo imeishia kwa hivi, matokeo yake mabaya. Rafiki yangu Asnati, kungwe wangu yuko vizuri sana. Na anifundisha mambo mengi sana mazuri. Unaweza ukaanza huko. Unamaanisha? Kabisa. Ngoja nifikirie kwa kweli. Kwa sasa hivi siko tayari. Hapana, hakuna cha kufikiria. Anza upya. Lakini nikumisi shoga yangu. Nimekumisi pia. Nafurahi nimekuona. Tumepiga story, ila bado nipo, na kadri muda unavyoenda niko pembeni yako. Mpaka unaolewa. Karibu, nakaribishwa kila siku rafiki yangu. Haya, asante. Haya. Nashukuru sana. Okay, sawa. Nimisi tuende kuiba maembe kule. Ndio mzee Guzo, karibu sana. Asante sana. Ndio. Nashukuru. Nimekuja japokuwa leo na simanzi wala sina raha. Ipi tena? Auseni katoroka. Imekuja kuaje katoroka? Si unakumbuka siku ile alipinga maswala, anasema atafute mwanamke wake mwenyewe wa kumwoa, kutafutiwa. Si unakumbuka? Ila kuna jirani nilikutana nao akaniambia bwana walimuona akitoroka. Katika utorokaji wake alikuwa ananivizia mimi nisimuone. Kwa katoroka. Unaona? Kwa naomba tu nisamehe, ili swala la jandoni tuliache kidogo. Unajua mzee Guzo, sasa hivi vijana wana changamoto kubwa sana. Tena sana. Yaani kijana kwenye kumtafuta mwenza wake huaga angalia vitu vya msingi. Anachokiangalia ni sura nzuri, shepu nzuri, ana nywele nzuri, lakini kwenye vitu vya msingi huaga hawaangalii. Na ndio ilichomkuta Hussein mwanao. Yeye hakuwa tayari kumuoa yule binti. Angekuwa yuko tayari, mbona muda mrefu tuna yeye alishafanya maamuzi. Lakini mlikuwa mnavutana. Wamemtafutia mtu amuoe, lakini yeye hakumtaka, huyo anataka chaguo lake. Kwa hiyo yote kwa yote niseme nyumbani ni nyumbani. Atarudi. Asante sana kwa kunitia moyo, ila pia kuna jambo jingine ngoja nikwambie kabisa kuhusu jirani yetu mwingine pale. Kutokana na hizi shughuli za
masuala ya Huseni yametapakaa sana. Unajua tena jinsi wewe unavyoheshimika, unavyojulikana ni kweli katika kuwasaidia watu mbalimbali kuhusu ukungwi. Kwa hiyo naye ana kijana wake ataka nimlete kwako. Kesho Alhamis au Ijumaa? Kesho itakuwa Alhamis. Naomba nionane naye kesho. Haya. Ili tuanze kuanza darasa kidogo kidogo mpaka tunapofikia hatua jandoni. Nashukuru sana. Usijali. Na huyo jamaa kesho tutakwenda kumwambia ili aweze kuja, na baadaye yule atakapokuja pia na itabidi tuendeleze atakapokuja. Na kwa kina Najma umezungumza nao? Bado zungumza nao kwanza, maana mimi bado naendelea kumfunda yule binti. Sasa tusije tukampa matumaini wakati ndoa hakuna. Asante. Haya mzee Guzo, karibu sana. Asante sana. Haya, karibu sana. Asante. Haya. Naona mguu umekuchachamaa sasa hivi. Haya mzee Guzo. Asante. Subira. Niambie Guga. Samani sana. Najua nimekucheleweshea chakula. Sijui nikuandalia au utakula baadaye. Usijali Guga. Nitaenda chukua, usijali, nitajiandalia mwenyewe tu. Ila kuna jambo nilikuwa nataka nikushirikishe. Nimekaa hapa nimewaza. Nimeona tu bora nirudi Dar es Salaam kwa mume wangu. Japo sijajua kama atanipokea au la. Nimekaa hapa nichekesha, nimeona tu bora nirudi kule. Subira, kwa nini usingerudi nyumbani kwanza alafu ndio ukaenda kwa mumeo? Ndio maana nilikwambia kwamba sitaki mtu ajue. Nilikuwa na maana hata nyumbani kwetu pia sitaki walifahamu hiyo. Mimi nitaondoka kwa sababu nimefanya kosa. Kwa hiyo itabidi tu niondoke nirudi Dar, niende nikamwombe msamaha mume wangu. Nione kama atanisamehe. Kwa sababu hata ujauzito wenyewe sijahudhuria kliniki muda mrefu sana. Kwa hiyo lazima niende nikaendelee na kliniki. Japo najua ni saa yoyote muda wote kuanzia sasa hivi naweza kujifungua kwa sababu miezi ishatimia. Kwa hiyo bora tu niende. Basi sawa. Mambo mengine tutaongea hata baadaye. Ila subiri nikuandalie kabisa chakula. Ule. Ngoja nikuandalie. Aya, asante. Analia peke yake, moyo hauna furaha. Kamkumbuka mume wake, wala hana raha. Analia peke yake, moyo hauna furaha. Kamkumbuka mume wake, wala hana raha. Analia ukiwa imemtenga dunia. Akikumbuka alivyoambiwa zinamjia hisia. Ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka. Ameacha na mimi nimepata wangu.
lakini la ajabu wanifuata na maneno ya kufa nalo dukuduku la roho. Hivi Asnati, hapo wafanya nini? Unakusanya majani? Yaani mimi ningekuwa na maana labda ningetafuta vijimboga tukirudi nyumbani angalau tuna mboga. Bali tu kusanya majani. Mimi sina kusanya tayari kwenye miogo. Dada, sina kusanya tu uchafu tu niweke pembeni huko nje ya shamba. Umeambiwa ondolewa na nani? Sasa nisikize vizuri. Asnati, sasa hivi kama hutaki kuolewa, ni bora uondoke kwangu. Wende kwenu. Dada, nkusabira mvumilie tu ombiro bikera lakini size nguande mirwe. Dada. Yaani nikuvumilie toka ulipokuja unaniambia toka ukae wiki moja tu. Nimeipanda hii mihogo toka iko chini mpaka hapo ilipofikia imesimama ngii na wewe bado upo. Kwa mimi nikulisha, sabuni nikununulia, kila kitu nikupe. Hivi kweli ya kuingia akilini haya? Dada, jamani sikuvumiliana. Mimi siwezi kurudi maisha ya kule siwezi. Na mimi siwezi kukaa na wewe, siwezi kukuvumilia pia. Kama wewe sikurudi, kule ndio kwenu, kwa babako na mama yako. Yaani uniharibie ndoa yangu kwa ajili yako. Wewe wajua mumeo nimemtafutaje mpaka nikampata mpaka leo nimekaa naye. Wewe. Fika adabu tena. Wewe. Thubutu. Yaani kwangu mimi utapahama. Kabisa. Kama wewe utaenda huko kwa mashanku penzio, lakini kwangu sio kweli. We, eti kwangu kuondoki. Uondoki? Wajua nasaba nyumba yangu wewe. Wajua ndoa yangu imeanzia wapi? Wajua mimi na mume wangu tumetokea wapi? Thubutu. Tena unijibu kabisa uondoke. Ndoa yako ikushinda na za wenzio pia atakaziwashinda. Nenda mwana kwenda. Uko nyumbani pia nije nisikukute. Msalimie dunia ukiiona. Pumbavu nazi kunwa kwa mbuzi wewe. Ati nisitiri siku mbili tu. Miezi ya katika. Mimi ndo nilikwambia ndoa ikushinde. Mambo vipi? Uko poa Haya. Huyo mwanamke unataka kumuona Imani utakuwa umemtafuta mwenyewe wala kutafutiwa, si ndio? Sasa leo nataka tuzungumze kama marafiki. Sitaki uzungumze na mimi kama somo au kungwi. Nataka tuzungumze kama mtu na mjomba wake ili tuelezane mambo mazuri. Sawa mjomba? Huyo mwanamke unataka kumuona udhaifu wake. Mungu pekee ndio hana udhaifu. Ila walidi unaoliona lina uchimbuko lake. Hivyo hata huyo mwanamke unataka kumuoa pia na historia mbaya. Hakuna mtu ambaye ni malaika. Epuka kuchunguza mambo ya mtu ya nyuma. Kama kuna kosa samehe, sahau na songa mbele. Upo mjomba? Haya. Kila ndoa ina changamoto zake. Ndoa sio kitambaa cha maua yanayomeremeta kila muda. Ndoa zote zenye mafanikio zimepitia misukosuko mingi. Kila ndoa ina hatua zake katika mafanikio. Hatuwezi kuwa sawa. Kuna atakao kuwa mbele, kuna atakao kuwa mbele kidogo na atakao kuwa nyuma kidogo. Hivyo basi, punguza stresi, kuwa mtulivu, fanya kazi kwa bidii na kwa muda mwafaka, ndoto zako zitatimia tu. Sawa mjomba? Kuoa mwanamke ni kutangaza vita. Ukishaoa tu ina maana umeingia katika uwanja wa mapambano. Kuwa tayari kupambana ili kulinda ukanda ndoa yako. Hakuna ndoa iliyokamilika. Hakuna ndoa ambayo imetimilika kwa kila jambo. Ndoa ni kazi ngumu. Jitolee mwenyewe na ufanye kazi ya kujenga ndoa yako iwe kamilifu. Usipojenga ndoa yako, kuna vijana ambao wao kazi yao ni kujenga ndoa za wenza wao tu. Sijui kama unanielewa mjomba. Jambo lingine mjomba, hisia za mwanamke zinategemea sana amani. Mwanamke asipokuwa na amani ni vigumu sana kuwa na uhitaji wa kimwili. Amani kwake ndio msingi wa yote. Kama mwanamke atakosa amani, kuna uwezekano mkubwa ndoa yako kusuasua, ikiwezekana na kuvunjika kabisa. Ngoja nikupe fumbo fupi tu mjomba. Eneo la Daku kivurugwa, basi hata Dodoma kuna vurugwa, kwa sababu kuna uhusiano wa karibu sana wa mji muhimu na makao makuu ya sehemu ya hisia zake. Hakikisha unamweka sawa ili awe sawa kihisia. Tofauti na hapo mjomba, utapigwa ukame, utapewa kavu kama zilivyo karanga za Dodoma. Hakikisha na amani, ndipo utaona atakavyokupa kwa kiwango kikubwa sana na ushirikiano mkubwa. Mwanaume akiwa na stresi, ndipo uhitaji unakuwa mkubwa sana kuliko siku aliyo sawa. Mwanaume huyo akiwa na stresi, huitafuta faraja kwenye lile tendo, tofauti na mwanamke alivyo. Siku zote Mungu hawezi kukupa mtu mkamilifu unayemtaka. Mungu atakupa mtu ili wewe umtengeneze jinsi wewe unavyotaka yeye awe. Atakupa mlevi ili umbadilishe. Atakupa mwanamke mdangaji ili wewe umbadilishe kutoka kwenye udangaji kuwa mwanamke aliyetulia.
Atakupa mwanamke anayependa starehe ili wewe umfanye kuwa anapenda ibada. Atakupa mwanamke ambaye ana mdomo ili wewe uje kumtuliza, asiwe na mdomo mrefu kama chupa. Ndio wale wanawake wengine utasikia, mdomo mrefu kama chupa, kaziombea tu, ana yake kibao. Unafikiri kuwa makini na wanawake kama hawa, sawa Mjomba, ndoa sio mkataba wa muda, bali ni mkataba wa kudumu. Ndoa inahitaji ahadi ya kudumu. Mapenzi ni gundi ambayo huwafanya wanandoa kuwa pamoja daima. Ondoa talaka si mke wangu. Nikisema talaka si mke wangu, unanielewa? Yaani sio kitu kidogo tu, talaka hii hapa. Kitu kidogo tu, shika talaka yako, nenda kwenu. Mjomba, unaiharibu ndoa yako. Ukishamzoesha mwanamke tu kitu kidogo ondoka kwenu, kitu kidogo ondoka kwenu, basi ujue unaendelea kutengeneza ubovu kwenye ndoa yako. Sawa? Napenda uimarike na kichwa chako kitulie. Kila ndoa huhitaji kujitoa. Hakuna mapenzi rahisi katika ndoa. Huwezi kupenda au kupendwa bila kujitoa nafsi yako kwa dhati. Hakikisha unajitoa na unakuwa kipaumbele sana kwa mke wako ili kujenga familia bora. Sasa usije kugeuka mume wake mwali. Nikisema mume wake mwali ni yule wanaume ambao kazi yao kukaa ndani tu. Hawajishughulishi, hawahangaiki. Kila kitu anafanya mwanamke. Kula yake anajua mwanamke, kuvaa yake anajua mwanamke. Mjomba, haipendezi. Sawa Haya, tutakutana kesho. Habari dada. Salama. Shikamoo. Marahaba. Kwanza nikupe hongera. Asante. Haya, nimeambiwa na mama pata mume, shoga yangu, pata mchumba ataka kuolewa. Ni kweli? Ndio. Haya, umejipangaje? Yaani namaanisha uko tayari kwa kuolewa? Ndio. Shoga yangu, ndugu yangu, kama uko tayari kuolewa, basi kweli uende ukafanye matendo ya ndoa. Usende huko ukenda kabadilikwa. Mume hahitaji malezi, mume hahitaji uvumilivu. Sawa? Mume atakiwa alelewe kama unavyolea mtoto, ingawa hujawahi kulea mtoto, lakini mtoto anavyolelewa basi na mume hivyo hivyo. Asubuhi anapoamka ujue kanywa chai, umemwekea nguo zake, ushampigia pasi, wamvalisha nguo zake, vile akatoka kashiba ko. Si wakafika huko njiani akuta mama ntilie anywe, usimruhusu mume wako ala kwa mama ntilie. Labda uwe hupo au waumwa. Ndugu yangu, mume ahitaji malezi. Nenda ukailinde ndoa yako. Nenda ukailinde ndoa yako. Ndoa basi sio kama ndoa basi kwenda kupika mchicha na matembele. Ndoa ni mahaba. Ndoa ni mapenzi. Sio afike huko wenzio usiku karudi kachoka, wamsukuma na mateke. Kaja huko ageukia upande wa pili. Na sharti umfanyie masaji mama, umpetipeti, umwekee maji ya oge, umtafutie chakula ale ashibe, kisha amuuliza mume wangu, ushakula ushashiba? Je, na mimi mwenyewe? Mama wampa vitu. Usimwache hivi hivi akalala, atachoka sana. Lazima umpe nguvu ya ziada. Sawa dada? Sio ufike huko shoga yangu ageuka pande wa pili, ufike huko dada hueleweki, ukishika simu mama ni simu na wewe. Simu haina nafasi mume akiwepo. Katulia kwenye ndoa yako. Ndoa ndo kila kitu. Kukaa nyumbani ushakaa sana. Huko unakoenda hakuna baba, kwamba wenda na baba wala na mama. Wenda wewe kama wewe. Unachokifuata ni ndoa. Bibi wewe. Mmeo akitaka family life mpe popote. Akikwambia leo bwana hapa sebleni hapana watu tumalizane, malizana naye. Yule ni wa kwako dada, sio hata wa mwenzio. Sasa hivi wanawake ni wengi, wanaume ni wachache. Hawa wanaume wenyewe wataka kuja huku kwetu. Umenielewa vizuri? Ikatulia na ndoa dada. Mume wangu, yaani sio uone haya eti kumuita mume wangu, si umempenda? Akiingia akitoka mume wangu, habari ya kuita na majina yale achana nayo. Mimi mpaka dakika nakwambia mume wangu ndo mwaka nayo 25 na mmezaa naye watoto, lakini simuiti baba fulani, namuita mume wangu ili ajisikie si wa kwangu. Kama na wengine uko nje atajua mwenyewe, lakini mimi ndo steering mpaka kalieka ndani kwamba kalipenda. Sawa dada? Aliambia una swali? Hapana, sina, ila
Ulioniambia dadangu nitazingatia. Usiogope. Usiliogope. Tuko wawili tu ndani, mimi na wewe. Hatuna baba, mama wala shangazi. Sawa? Haya, mimi sina la ziada, nikuache upumzike. Sawa, karibu. Haya dada, siku njema. Haya, karibu. Haya. Mungu msaidie. Mama, oh jamani, nisaidie. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie, Mungu. Subira. Nini tatizo Subira? Subira. Nini tatizo? Chungu. Mungu wangu. Dada samahani. Naombeni mkanisaidie jamani. Naombeni mkanisaidie dada. Nisaidie nini sasa? Mtu anataka kujifungua dada, naombeni mkanisaidie. Salamba, si usalimiane. Shikamoo dada, shikamoo dada. Niambie kuna nini? Kuna mtu anataka kujifungua ameshikwa na uchungu. Twendeni kwanza, twende kwanza. Twende kwanza. Shura. Saidia mtoto wako. Kuna mtu huko, kuna mjamzito. Jamani. Njoo. Tusubiri nje, tusubiri nje. Nani nakufa mimi. Sasa. Una mpira. Sina. Sasa fleti. Uko nyuma. Uko nyuma. Yani sitaki watu wajue. Basi taratibu jamani. Rudi chini. Siwezi Danieli, siwezi kunyanya. Mungu wangu saidie. Haya, sukuma. Taratibu. Muombe Mungu atakusaidia. Taratibu mtoto wako. Subira. Vipi kiwembe, una kiwembe? Kaka uko nje, tuomba kiwembe. Kipo hapo juu ya nani? Juu ya meza. Haya, sukuma. Taratibu. Muombe Mungu atakusaidia. Sukuma. Jikasi. Huo ndo ukubwa, ukisikia ukubwa ndo huo. Taratibu.
Pole. Pole Subira. Kisikia ukubwa ndugu yangu ndo huo eh? Na nini mwanangu? Mtoto wangu. Mwanangu mbona alia? Usijali Subira. Ngoja upate nguvu, sawa? Mtoto wako yupo. Nimechoka. Pole sana. Naomba kitenge. Subira amejifungua lakini mtoto sio riziki. Unamaanisha kwamba kafa? Ndio. Mungu wangu. Sasa itakuwaje? Sasa huyu mtoto nenda ukamzike. Lakini usiende mzika makaburini. Kwa sababu utakapomzika makaburini itakuwa ni mtihani kwako na kwangu. Sawa? Na hahitaji watu wengi. Utaenda kumzika peke yako. Nenda kamzike nyuma ya nyumba yako. Sawa? Hawezi kuletea shida lakini. Hakuna shida yoyote. Dada, Subira anataka mtoto wake. Je, nafanyaje? Umemwambia kama amefariki? Hapana. Sawa. Usimwambie chochote. Ila akikuuliza, mwambie kwamba nimeondoka naye kwa sababu tutaki analia sana. Ili tuombe vurugu kwa ajili ya majirani. Sawa? Sawa. Haya. Tayari. Basi sawa. Sasa nakwambia kitu. Hii ni siri yako. Usije ukamwambia mtu aina yoyote. Ibaki siri yako wewe na mimi. Sawa? Ndio. Vipi Subira anajua? Hapana, Subira hajui. Sasa itakuwaje akija kujua? Kuhusu Subira, hiyo kazi niachie mimi. Basi sawa, nimekuelewa dada. Nitajitahidi kukaza. Hiyo kazi, sawa? Sawa.
Habari za huko nyumbani mzee Gusa? Nzuri. Lakini si nzuri sana, maana nimekuja kwako huko nikiwa na hofu kukupa taarifa ya Huseni. Ametoroka. Kulikoni? Alikuwa hataki kutafutiwa mwanamke, ataka kutafuta yeye mwenyewe. Lakini hilo lisikusumbue. Mimi ndiye najua mke bora ni mke gani. Maana ndio nimemtafutia. Kwa usiwe na wasiwasi. Nitamtafuta. Unajua yani hata sikuelewi mzee Gusa. Yani naona kama umenichezea akili yangu. Maana wewe ndio ulikuja kwangu kwa masuala hayo. Leo tena waje kuniambia masuala kama hayo. Hivi kweli mimi nitakuelewaje mzee Gusa? Hivi mimi najisikia hivi au binti yangu nikienda kumwambia atajisikiaje yeye? Cha muhimu ni kwenda kuongea na mwanao. Ongea na mwanao astahimili wala asilete tabu yoyote ile. Ongea na mwanao, mimi nitajitahidi, Huseni atarudi. Mimi nimeita ngoma, nimeita kungu, nimemgaramia mpaka hapa. Hizi gharama zangu nitazipataje? Mpaka shamba langu nimeweka bonzi. Mimi nitakunyamaza, lakini kona nije nikwambie, tulizungumze sisi kama watu wazima tufanyeje. Hivi wewe kama mimi naweza kupoteza binti yangu? Hili swala dogo la mapenzi. Swala la mapenzi jambo dogo? Hapana. Wewe ukashaingia katika wimbi la mapenzi na kijana wako. Usije juu. Yaani mzee umeshanivuruga, sikuelewi. Mambo atakuwa sawa. Yaani sikuelewi. Mambo atakuwa sawa. Yaani umenichanganya sana yani. Danieli, tangu nijifungue masaa nazidi kupita tu. Ukaniambia umeenda na mtoto wako huko nyumbani kwako. Sasa naona muda umezidi, nataka nimnyonyeshe. Itakuwa nasikia njaa sasa hivi. Ni kweli mdogo wangu. Unajua kwa muda huu ulikuwa hauko vizuri. Ila wakati unajifungua mwanao alikunywa maji mengi sana. Kwa hiyo mwanao amefariki. Unasemaje? Mwanangu amefariki? Ndio. Sio kweli Danieli. Sitaki Danieli, namtaka mwanangu. Sasa hebu nisikilize. Taratibu. Sitaki. Usilie, nyamaza, jikasi. Unajua kama tuko mazingira gani? Wewe unampenda, lakini Mwenyezi Mungu kampenda zaidi. Danieli mtoto wangu. Jikaze mdogo wangu. Siwezi Danieli. Siwezi jamani. Ndio maana nilishindwa kukwambia pale ili uweze kukaa sawa. Pole sana mdogo wangu. Danieli, nitegemea ndo atakuwa faraja yangu. Ndo atakayenipunguza machungu nilokuwa nayo. Leo unaniambia mwanangu amekufa. Ni kweli mdogo wangu, ila pole sana. Pole sana. Yote ni kazi yako. Pole sana Subira. Mjomba, mwanamke amepewa uwezo wa kukuza vitu vidogo kuwa vikubwa. Sio kwamba anajifanya ndivyo alivyo. Sasa ogopa sana huyo mkeo unayemuoa asije akakuza vitu vidogo vikawa vikubwa. Hutoifurahia ndoa yako. Ila mpende sana mkeo na mthamini. Mwanamke ukimpa tabasamu atakupa kicheko. Mwanamke ukimdekeza atakupa mapenzi. Mwanamke ukimpa mapenzi atakupa chakula cha ndoa. Ukimpa stress atakupa kilio. Mwanamke ukimzaba kibao atasema ulitaka kumuua. Mwanamke anatakiwa avae apendeze ili umpende zaidi. Sasa kama mkeo utompendezesha, utaishia kutamani wa nje kwa kuona mkeo hajipendi, kumbe mwenyewe ndio mpendezeshi. Mwanamke anaweza kunyoa nyusi akapaka rangi nyeusi. Hawa ni watu wa kuchekesha. Ukilazimisha waelewe utachoka sana. Unaweza kumpendezesha akaenda kumshukuru aliyemkumbatia na kumwambia umependeza. Mwanamke ukimpa wazo, yani ukimpelekea idea yako, ataligeuza kuwa uhalisia na kufanya maendeleo. Ukimpa na mbegu za kiume, atakupa mtoto. Mwanamke ukimpa 10,000, ataizidisha itakuwa 100,000. Kama mke wako huyo atakuwa dhalishi, kuna mambo matatu. Inawezekana hajui huo uwezo wake aliopewa. Yani unampa pesa alafu hajui kuweka akiba. Unampa pesa ndo kwanza ananunua mawigi na nguo za thamani ili aonekane. Ogopa sana. Mwanamke utamuumiza
atakuwa na majeraha. Ukimuuliza atakwambia nipo sawa, lakini anatembea huko moyo unavuja damu kwa sababu yako. Kitu kingine tu, ukimfahamu huyo mke wako utakaye kuja kumuona uwezo wake, utakula vingi vitamu. Chunga sana mwanamke wako asiwe mitandao. Huwezi kujenga mahusiano na mwanamke ambaye bado anajirekodi video alafu anaweka TikTok na status ila sifiwe na wanaume wengine. Hilo ni bomu la machozi. Haya mjomba, tutakutana kesho. Jiwapeleka salamu kwa yule wangu muhimu. Jiwapeleka salamu kwa yule wangu muhimu. Ukifika mueleze wanapata tabu. Karibu Mama Najma. Asante. Za huko? Sorry, za hapa. Nzuri, shikamoo. Marhaba. Nina habari mbaya. Habari gani? Huseni ameondoka hapa kijijini na hana nia tena ya kumwoa binti yangu. Pole sana Mama Najma. Hiyo ni habari ngumu. Hata akisikia sitakuwaje. Nitaanzaje kumwambia yule binti? Ila Mama Najma, kinachotakiwa sasa hivi mimi na wewe tuwe naye karibu ili asiweze kujizuru, maana tutakapomwachia peke yake itakuwa ni mtihani. Sawa mama? Nitashukuru kama tutakuwa pamoja na mimi. Tutakuwa sambamba, tutakuwa bega kwa bega mpaka tuhakikishe Najma anakaa sawa. Sawa. Sawa mama, karibu. Asante. Basi nakutegemea sana. Haya, karibu sana. Unao mtihani. Haya. Guga. Nakosa tamani. Nimempoteza mwanangu. Nimempoteza Sabiti. Nimempoteza na mume wangu pia. So ni faida yote kuendelea kuishi hapa duniani. Subira. Naelewa hali unayopitia. Ni mateso kwa namna yake. Ila ndio njia pekee ya kukulinda na kuwa salama. Na kama unavyojua hapa kijijini kwetu, uvumi unavuma kwa haraka sana. Na hasa kwa hali uliokuwepo nayo, inaweza ikawa gumzo. Ndio maana nikasema sina bahati wala sina furaha. Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Sina mtu yote wa kuongea naye, wa kuzungumza naye zaidi yako. Ni bora niondoke tu niende mbali. Na pia hapa kwako nimekuwa kama mzigo. Naomba niruhusu niondoke. Usiseme hivyo. Wewe sio mzigo. Wewe ni rafiki yangu. Naelewa changamoto yani ngumu sana. Ila tunaweza tukamshirikisha mtu mwenye busara hapa kijijini. Mtu kama Kungudume anaweza kutusaidia wewe kuishi salama. Kungudume? Ndio. Hapana. Hapana. Sitaki kumshirikisha chochote. Kungudume alinifunza mambo mazuri sana. Kanifunza mambo mengi yenye busara na hekima, lakini hakuna hata moja nilolishika. Siwezi kuonana naye. Sitaki. Nisikia aibu. Hapana, usijali. Kungudume ni mtu mwenye hekima. Nina imani atatusaidia. Wala usijali kuhusu hilo. Umesikia? Kwa tufanye mpango hapo ulale. Kesho tukiamka mapema tu tuende kwake. Nina imani atatusaidia, sawa dada?
Umesikia? Futa basi machozi, usilie. Futa machozi. Pole sana. Futa machozi afu kushamalizika, sawa? Usilie, hali itapita wala haitodumu. Haya ni mambo tu ya mipito tu haya. Na ndio maana mimi kila ninapokaa na kuombea Mungu. Sawa? Shukuru. Kaze basi. Mimi niko hapo jikoni. Kwa hiyo nikuweke chakula. Mimi naona ni bora kwanza tukaanza kuoga. Alafu ndo nile. Au ule ndo uoge ndo utakula. Nioge ndo nile. Haya basi nenda kuandalia chakula. Haina shida. Analia peke yake, moyo hauna furaha. Kamkumbuka mume wake wala hana. Mungu, umeshindwa kuwa na huruma na mimi. Ingali unajua niko kwenye maumivu makali, niko kwenye maumivu ya kupoteza mtoto wangu, niko kwenye maumivu ya kujifungua. Leo hii unaniingilia tena bila kwa ridhaa yangu. Sikutegemea kama huu ndo msaada wako. Subira, naomba radhi. Najua kuwa nimekosea. Nilishindwa kujizuia na siwezi kufuta kilichotokea. Nilikuwa naomba nafasi ya kurekebisha makosa yangu. Makosa kuniingilia kimwili, tena nikiwa bado mbichi. Afu unasema utarekebisha makosa yako. Unahisi unaweza kujirekebisha kwa hilo? Asante. Sikutegemea kama huu ndo msaada wako. Nilitegemea nimepata mtu wa kunisaidia, wa kunifariji. Matokeo yake ndo amenizidishia maumivu, tena maumivu mara mbili. Kweli naumia sana. Asante, nashukuru Guga, kweli msaada wako nimeuona. Najma. Be mama. Amka tuongee. Vipi mama, mbona kama una mawazo? Ni muda mrefu tunazungumzia kuhusu swala la ndoa yako, na ulitegemea furaha kubwa sana moyoni mwako, lakini nini mama? Kuna jambo gumu nataka kukwambia, hata kama litakuumiza. Kuna nini au kuna kipi kibaya? Huseni mwanangu. Huseni amefanya nini tena? Ametoroka hapa kijijini na hahitaji tena kufunga ndoa na wewe. Mama. Usilie mwanangu, utanilisa bure. Kwa nini lakini mama ameamua kunifanyia hivi?
ameamua kunumiza moyo wangu na anaondoka bila hata kuniambia chochote. Haya alikuwa naona ni maneno tu ya watu, ilikuwa sio hisia zake Huseni. Huenda ni pendekezo la baba yake, ndio maana ametokea haya yote. Usilie changu. Mama, kimetokea kipi? Hakuna kipi kibaya jamani hadi akaamua kufanya jambo kama hili. Mimi nilijua yana furaha kama mimi nilivyokuwa na furaha. Kumbe haikuwa sawa kabisa. Usilie mwanangu, usilie. Mama, nilikuwa kila siku ninaota kuhusu ndoa yangu mama. Nitaendeleaje mbele mama? Utaendelea mwanangu, utaendelea, usikate tamaa. Bado mdogo sana. Utaendelea. Wacha mimi pia nilijifaragua sana kwa majirani zangu. Ndio aibu wote, lakini usilie mwanangu, bado utapata kwako mwanangu, usilie mama. Tumeingia aibu. Tumeingia aibu mwanangu. Usilie mwanangu, utaniliza. Sasa tumeingia aibu. Nyamaza. Utapata ubavu wako mwanangu, ulikuwa sio wako yule. Nimeamua kunifanyia hivi. Kwa nini lakini? Usilie mwanangu. Rasais. Salama, shikamoo dada. Marhaba. Mwenzetu atupa adhabu wewe. Maana tukiingia huko nje sharti tuanze kuangalia kushoto na kulia. Haya, vipi hali yako? Nashukuru, sijambo kidogo. Ushakula? Guga ndo ameenda tafuta chakula. Haya, nakuletea kijitunda hicho tara. Asante, hujaniangalia tunda gani? Tunda langu pendwa. Asante dada. Haya. Niambie. Ndugu yangu, mpaka dakika hii una maamuzi gani? Yaani bado sielewi dada. Yaani sielewi hata kidogo. Basi kama vipi, rudi nyumbani. Nyumbani kwa mama? Hapana. Sawa, kwa sababu sio mbona lilotokea juzi. Haya, juzi ni mtoto, ungekufa wewe. Tungekupeleka wapi? Maana tukaamua kukustiri, leo ingemkuta makubwa mazito. Maana tungemkimbia. Tusingekubali kwamba tayari tuingie kwenye hatia wote. Haya, ingeenda kutupia wapi? Sasa cha msingi, kama nyumbani utaki kurudi, basi rudi kwa mume wako. Nitafanya hivyo, japo sijajua kama atanipokea au la. Kwa nini asikupokee? Unajua dada, hii mimba ilikuwa mume wangu. Ilikuwa ni thabiti. Kwa hiyo nilipoondoka kule, nikamwandikia barua mume wangu kumjulisha kwamba mimba sio kwake, nikitegemea kwamba nikija huko nitamkuta thabiti. Na nimekuja huko pia thabiti mwenyewe sijamkuta, amefariki. Kwa sababu na pwani. Kwa hiyo hapa sielewi. Sielewi nitafanya nini. Sasa nisikize, usilie, nyamaza. Kwa sababu sisi hapa tunachokiongea tutaki hata jirani ajue kama uko hapa. Utakapolia utatoa sauti, utajaza watu. Kila mtu atajua kwamba kuna nini kinachoendelea. Wewe jikazi, pambana, rudi kwa mume wako. Ukifika, ongea naye, rahisi atakuelewa. Sawa? Hawezi kukuona kwamba labda waajabu, hapana. Kutenda kosa sio kurudia kosa, ila kurudia kosa ndio kutenda kosa. Sawa dada? Kama ni dunia ishakufunza. Maana mwanzo ulikuwa unajiona wewe mzuri, wewe ndio kila kitu. Kwa ndio maana ukaona bora uhangaike kwa thabiti kwa mumeo. Lakini hapo ulipo nadhani kila kitu wakijua, maisha yote tayari wajua. Sawa dada? Sawa. Mimi nikutakie siku njema. Nashukuru. Kija duga utanisalimia. Dada. Haya. Analia peke yake, moyo hauna furaha. Kamkumbuka mume wake, wala hana raha. Analia peke yake, moyo hauna furaha. Kamkumbuka mume wake. Kungwi, mpaka nimekuja kwako na changamoto kubwa kwenye ndoa yangu, na chanzo cha hiyo changamoto ni mume wangu.
mume wangu ana mwanamke nje, tena wapo katika penzi zito. Yaani mume wangu hajali kuhusu mimi, hafikirii kuhusu mimi, na kila nikimwambia wala hanisikilizi. Kungu naumia. Nampenda mume wangu lakini naona nashindwa. Natamani kwenda nyumbani hata sasa hivi, lakini nimeona nije kwako nipate ushauri. Nampenda mume wangu Kungu. Muda mwingine yule mwanamke anapiga simu, ananitukana, anajigamba kuwa hawezi kumwacha mume wangu. Anajigamba kwamba yeye ndio kila kitu kwa mume wangu. Kungu naumia. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie ndoa yangu iwe kama mwanzo. Mwali wangu, wala usiumize kichwa. Kuwa na wivu kwa mumeo ni sawa, ila usizidishe kipimo. Wewe ni chaguo bora la mumeo, ndio maana akakuweka ndani. Upo au ni michepuko tu inakurusha roho. Lakini ukipiga simu moja mumeo anapokea na kumwambia yule mchepuko, "Shh, nyamaza. Naongea na mke wangu." Unajua kwa nini? Kwa sababu wewe ndio kila kitu ndani ya familia. Hivyo basi, usimpeperushe mumeo kwa wivu usio na maana. Usibabaishe na ndala za choni wala zifike ukumbini. Ni aibu kugombana na mwanamke mwenzio kisa anatembea na mumeo. Na ukiona mumeo umetoka nje ya ndoa, unatakiwa kujitathmini. Labda pengine ndani una maruerue. Msije mkaa mnawalaumu wanaume tu, anatoka nje ya ndoa, lakini wewe umejiangalia. Unamfanyia vile vitu ambavyo mumeo anavipenda? Au umejua kwamba mapungufu yako yako wapi? Bibi, wewe pambana na ndoa yako. Unajipa pressure bure. Unakonda kwa mawazo wakati mwenzako ananenepa. Unapauka, unashindwa kumpa utulivu mumeo kisa umeona SMS ya mpenzi. Unaanza, "Wewe ni nani? Unapigia simu wewe kama nani? Wewe ni nani? Unampigia mume wangu wewe kama nani?" Inatoka wapi? Mwanaume anapenda mwanamke anayejiheshimu. Mwanaume anapenda mwanamke ambaye ni mvumilivu. Mwanaume anapenda mwanamke anayejali na kuthamini. Mwanaume anapenda mwanamke mwenye mawazo chanya. Mwanaume anapenda kutodharauliwa. Mwanaume anapenda maamuzi yake yaheshimiwe. Mwanaume anapenda mwanamke anayeridhika. Sio kitu kidogo mdomo huo. Kitu kidogo nasema sikitaki, kinataka hiki. Unacho, mbona hujakitafuta kuja kukileta? Mwanaume anapenda kusikilizwa, kubembelezwa. Mwanaume yote yule apendi mwanamke anayejiona na kujisikia. Mwanamke bora ni yule anayejua thamani ya mwanaume, na si yule anayejua kipato cha mwanaume. Unapaswa jitambue. Upo mwali wangu? Timu ya mumeo ni kama kitunguu maji. Ukiisogelea tu itatoa chozi jeusi. Ukiona inaita, weka kwenye kisosi, funike na kitambaa, mpelekee. Usiangalie hata mpigaji. Ukifika piga goti, mfunulie kitambaa na mkabidhi kwa maneno mazuri. "Mume wangu, simu yako inaita. Hii hapa. Vipi, nikuletee maji ya kunywa au nikuandalie juice?" Upo mwali wangu? Sasa umefumania meseji ya mchepuko tu kidogo, shanza gubu ndani. Wakati mwenzako kula anibembeleza mumeo. Ya nini kujiweka roho juu kisa ndizi mzuzu? Hujui kama unampa nafasi huyo mwanamke mwingine achukue kombe kiurahisi? Pendeza mwali wangu. Mzidishie mapenzi mumeo. Punguza mdomo. Mume mwenyewe ajiulize, huyu mbona kabadilika? Ni yeye kweli? Anatakiwa umize kichwa kwa mabadiliko yako, kwamba amini kama ni wewe kweli. Upo Haya, kingine mwali wangu, zingatia usafi sana. Ni usungu mwali wa gida na uchafu. Zingatia ulivyokuwa kwako, usipuuze, sawa? Ukipuuza tu imekula kwako. Sasa jiachie kwa kusema, "Nimempata Mungu anayenijali mie. Mapenzi yake kalama twaheshimiana sie." Utachekwa na utatia aibu mwali wangu. Upo Sasa usije ukanifuata, "Mungu dume, naomba ushauri." Na kutimulia mbali. Haya, rudi kwa mume wako, usije tena kuniambia upumbavu. Wewe ndio wa kwanza kufumania message. Mchepuko, mnyanga na mchepuko. Umeolewa peke yako dunia nzima. Mwanaume gani sasa hivi utamkuta bila mchepuko? Mtu unapendwa, unapata unachokitaka, ridhika. Mimi ni mchepuko, unataka cha peke yako. Jenga kaburi ujifikie, maana hilo ndo lako peke yako, wala ushei na mtu. Haya, nitokeege mimi hapa. Subira, mbona hujakula chakula?
Nimejitahidi kula lakini nimeshindwa. Subira, mbona umebadilika sana? Ninaweza kukusaidia kwa namna yoyote ile. Ni kweli, nilikuwa nawaza siku ile ulipokuwa karibu yangu bila ridhaa yangu. Sawa Subira, lakini kumbuka nilikuomba msamaha kwa sababu ile ilikuwa sio akili yangu. Nina imani kwamba ile ilikuwa ni akili ya shetani, yaani ilikuwa sio akili yangu kabisa, wala ilikuwa sio matarajio yangu. Na ndio maana siku ile nilikuomba msamaha kwa sababu najua nilikuwa nimekosea. Najaribu kujenga imani ya kuwa na wewe, ya kuamini, lakini nashindwa kwa kitendo kilichojitokeza. Kwa sababu wewe ulikuwa msaada mkubwa sana kwangu. Lakini sasa sielewi. Sielewi kabisa. Naanzaje? Hapana Subira. Mimi naomba nafasi. Nina imani kwamba sitorudia tena na wala halitajitokeza tena. Yaani nakuahidi yani hili swala ni haliwezi kujirudia tena. Kwa nilikuwa nahitaji nafasi kwako tena. Mimi nataka tuishi kwa amani kama mwanzo. Nitajitahidi. Japo ni ngumu, siwezi kujua litaondoka lini kichwani mwangu. Ila nakuomba kitu. Yaani usije ukathubutu kunisogelea wala kunigusa bila ridhaa yangu. Kuhusu swala hilo wala usijali. Nikitaka kitu chochote kwako lazima nikuambie. Na wala usijali. Havijitokeza tena. Kwa hiyo inamaanisha kwamba umenisamehe, si ndio? Asante. Vipi sasa kuhusu chakula? Usijali, nitakula. Kwa nini usiende kabisa ukala kabisa? Wewe kuwa na amani, nitakula. Asante lakini. Bye. Baadaye. Analia peke yake, moyo hauna furaha. Kamkumbuka mume wake wala anara. Analia peke yake, moyo hauna furaha. Kamkumbuka mume wake wala anara. Analia ukiwa imemtenga dunia. Akikumbuka alivyoambiwa zinamjia hisia. Ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka, ona ameumbuka. Mama. Bem. Nilikuwa nina ombi moja. Sababu kila ninavyozidi kukaa hapa kijijini najikuta ni mtu ambaye nina mawazo sana. Sina raha. Na ninawaza mawazo ambayo ni mabaya, ambayo yanaweza kupelekea nikachukua hata hatua mbaya mamangu. Kwa nilikuwa nina ombi moja. Naomba niende kwa shangazi mjini nikakae, angalau anakopo nao kichwani mwangu anaweza akanipotea na nikafarijika pia, kuliko ukaa hapa kijijini. Mama, sielewi mwanao. Uniache peke yangu? Wani ujue mimi pia nimeumia? Haitowezekana kuniacha peke yangu. Labda tuende wote huko mjini. Kwa sababu ukiniacha peke yangu pia sitoweza. Tuende huko mjini tukabadilishe mawazo. Uenda naye Huseni labda huko naye atakuwa amerudisha moyo. Lakini kubaki peke yangu sitoweza. Twende huko mjini tukakae wote. Lakini mimi naomba twende basi kama ulivyosema, twende wote. Sitoweza kuishi hapa kijijini mama, ni siwezi kabisa mama. Itabidi tu twende wote mama. Haiwezekani mimi nikabaki hapa peke yangu.
nitazidi kupata majonzi na mimi pia. Mimi pia nimeumia mwanangu. Itabidi tu tukabadilishe mawazo huko. Ingalau kikaa sawa basi tutarudi. Sawa mama. Twende mwanangu tukafungashe tuondoke. Twende. We Subira. 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 Jamani. Itakuwa kaenda wapi huyu naye? Subira. We Subira. Haya tena. Nilikuwa naja kwenu hivi nashangaa nakutana na nyinyi tena na mabegi migongoni. Inabidi iwe hivyo. Haya wapi saa hizi najua kali hili. Ngoja tuende mjini kidogo tubadilishe upepo. Haya maana alikuwa anaja huko kwa nasema ngoja leo ndio kwa bibi mkubwa nikamsalimie. Na wewe ndio kama vile nakutana mabegi haya. Mimi niwache mwende safari njema. Haya asante. Haya ngoja ndio hapo kwa mouse na mara moja. Haya asante. Haya. Shenea. Unaona tabia hizo mama. We Subira. We Subira huku nako. Subira. Njoo dume. Subira. 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 Subira, hujataka ushauri wangu wewe. Subira, tulielewana mdogo wangu. Leo kiko wapi Subira? Subira. Kwa nini lakini Subira? Subira. Subira, ulisema una watu wajali hivyo Subira. Ulisema utanifanya Subira. Sio hivyo Subira, kuachana Subira. Anaamka. Anaamka. Subira, anaamka. Hapana, anaamka Subira. 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 Dada, Subira. Hapana. Subira, mimi nimekosea nini? Subira. 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 Subira, lakini kwa nini wewe? Dada, Subira.
niache mimi, Subira. Subira. Bila amka basi mara moja. Bila amka mara moja. Subira, umefanya nini? Umefanya nini Subira? Subira ukiniambia Subira. Subira. Subira sio mimi. Mwisho Subira. Amka Subira. Subira. Utajifunza mengi, si utani, utafurahia. Si utani, utajivunia. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi dume kwa mafunzo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, masomo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi dume kwa mafunzo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, masomo yake. Kungwi huyo.